Florence Chawala. Bwana lete mambo hayo. Huduma simuni. Kuna nini leo? Kuna jambo gani ndani ya moyo wa mtu huyu leo? Yes, wadau, ni Jacob Florence Chawala once again. Mambo yanakwenda. Nishapambana. Napambana kufanyaje wewe? Nishapambana na hii teknolojia itanimaliza. Kitu kiwa nacho ndivyo ambavyo unapambana mpaka kuona kwamba unafikia wapi. Of course, really. Kwa nacho umuhimu ule ukioni haraka. Sasa shikamoo kwanza. Marahaba, umeamkaje? Niko vizuri kabisa. Niambie. Changamoto nilikutana nayo ni moja tu. Kumbe inaonekana wedi hajasakinishwa, lakini mara ya mwisho wakati ninaiangalia ni wedi ndio mbona wedi iliko kwenye kompyuta. Nikapambana. Sasa nagundua kwamba haijawa sakinishwa. Kwa sababu nilikuwa nimechukua kazi yangu, nataka ni edit za watu wangu. Sasa nikasema ni open ile kazi with. Huko naniletea tu notepad na naniletea Microsoft Edge. Sasa hapo sioni Word. Nikasema basi ngoja nifanyaje, niende open with another app. Nikaenda open another app. Hapo naniletea hiyo Word haipo kwenye hiyo eneo. Sasa nikabidi nitumie jicho sasa. Nilisaidia kufungua hapo. Lakini ananiambia kwamba Word haipo, na akijaribu kuingia kwenye hiyo Word anayoiona akiingia pale Word inampeleka moja mtandaoni. Maana yake ni ya kwenda sasa kuinstoliwa. Sasa hapa nafanyaje? Sasa hapo inabidi nikusikilize kwa sababu sitaki kuamini kwamba Word haijasakinishwa kwenye kompyuta yako, maana karibu kompyuta zote zimesakinishwa Office. Yaani Microsoft Office 2021. Alafu huko ndani ndio kuna Word, kuna Excel na kuna PowerPoint. Mimi naiona Excel ipo. PowerPoint ipo. Ni kama vile nikiandika hivyo naona, lakini sasa nikiinani hapo ni kama hiyo ipo, lakini sasa mbona huku haionekani? Na mtu akaniambia kwa sababu Excel ipo, maana yake pia ipo. Sasa ngoja kila ukifika hapa ni mezani, alafu tusikilize kwa pamoja. Sasa unaelewa unataka unisikilize, unanisikilizaje? Ndio hivyo sasa. Kama hivyo kama hivyo umewasha kompyuta hapo. Ila hapa nimekuwa nataka nifanye hiyo kazi. Haya. Hakuna. Hebu bonyeza Windows key hapo tuone. Windows key peke yake. Hebu andika hapo Word. Andika Word. Unaona ipo, bonyeza enter. Umeona hiyo? Hebu bonyeza enter. Umeona? Andika kidogo hapo. Andika kidogo hapo. Unaona ina maana hapo unaandika kwenye uwanja ule wa kuandikia wa Microsoft Office Word. Sawa. Sasa hiyo kazi yako iko wapi? Hiyo kazi yangu mimi iko kwenye desktop, wanao ni create file pale. Haya, ifuate. Kwa hiyo nataka sasa nikai open na hiyo Word. Ifuate sasa. Ifunge hiyo, sema don't save. Tab key. Naenda kuifuata hiyo kazi. Naandika jina la file moja kwa moja, ndio Bonyeza Windows +D. Sasa kama hiki kwenye desktop bonyeza Windows +D tu.
Hizo zinatosha. Kimya. Rudia tena. Haya. Kimya. Mshajabu uko tayari kwenye desktop. Bonyeza herufi ya kwanza ya faili hilo. Herufi ya kwanza ya faili hilo. Ukiwa wapi? Hapo hapo. Assumption ni kwamba uko tayari kwenye desktop. Herufi ya kwanza ya faili hilo. Hilo hilo ni faili au ni folder? Ni folder, inaitwa Academic Material. Ukiingia ndani utakutana ya. Haya, bonyeza enter kuingia. Haya, litafute hilo. Bonyeza down arrow mpaka ulipate. Hii faili hii hapa mshalipata. Nilipata hilo Niko moja tu. Bonyeza space bar kuliselect. Haya. Asa bonyeza shift plus F10 au applications key. Haya, down arrow mpaka open with. Haya, bonyeza enter ama right arrow. Tayari. Bonyeza hapo kwenye choose another app. Haya, tab key. Tab key. Haya, down arrow mpaka usikie word. Tab key mpaka usikie list. Tena hapo. Haya, down arrow sasa. Down arrow tu. Umeona wedi? Haya, bonyeza tab key mpaka kwenye always. Tab key mpaka kwenye always. Haya, space bar. Haya, tab key hapo mpaka kwenye okay. Space bar. Hapa. Kwa hiyo sasa sawa. Kwa hiyo maana yake sasa hapa nitaedit, nitafuta, nitafanyaje kila kitu. Utafuta, utasave kila kitu. Haya, wakati wa kusave tena nitabidi kama 60 sasa. Kwa sababu unataka? Yaani kwa maana kama hapa nikishaanza kuedit kazi. Ninapaswa kusave tena 60. Hapo kazi iko kwenye TXT. Kwa hiyo hata unapoandika, hata unapoandika unaandika kwenye format hiyo. Kwa sababu hapa Word yenyewe imelifungua. Sawa. Imelifungua file katika format hiyo ya TXT. Sawa. Kwa hiyo hapo ni kuandika na kubonyeza control S tu. Unaandika, unabonyeza control S kama kusave. Na kazi yako itakuwa iko kwenye TXT. Hapo story imeisha. Sasa mimi nilikuwa na wapi? Kwa Taima naye alikuwa ananielekeza na tukashindwa na hili. Mlikuwa mnabonyeza tab tu. Kwanza sidhani kama mlienda kwenye choose another app. Mlienda? Ndio. Sasa hapo kwenye choose another app nadhani mliishia kubonyeza tab key, ndio maana mkao mnaona kuna once na always. Hapo hamkuendelea tena. Lakini ilibidi ukishafika choose another app, tab key mpaka kwenye list, down arrow mpaka kwenye Word. Sawa. Sorry niisha hapo. Basi endelea na makamu. Hapa nimesema kusoma kama productivity hapa. Nilimpa anayeona akaniambia kwamba ninampeleka mtandaoni mjaoneni. Ndio maana nasema wakati mwingine macho sio ufahamu. Wewe nampeleka mtandaoni kwenda kudownload kwa download tena. Kuna maiki na manini hapo kama ni macho sio ufahamu, hilo dongo hilo. Hilo dongo hilo ambalo wenyewe wakilisikia waga wapendi. Basi nashukuru mzee kufanya kitu. Poa mkubwa. Basi mlikuwa nami Mr. Jacob Florian Chawala katika Huduma Simuni. Thank you. Ciao.
Ciao. Ni Jacob Florent Tawala once again.